Naam, karibu tena mtazamaji, tuelekee moja kwa moja basi katika kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret pale ambako mashindano ya riadha ya kupata wanariadha ama timu ya wanariadha ambao itakayowakilisha Kenya kwenye yale mashindano ya Olimpiki nchini Brazil jijini Rio mwezi wa Agosti yameanza hii leo na hivi sasa yanaendelea. Nami sina budi basi moja kwa moja kupeleka hadi kwa Hassan Juma ambaye yuko tayari katika eneo hilo ili kuchukua usukani wa makala yetu maalum ambayo tumeandaa kwa sababu ya mashindano haya. Hassan Juma, labda kutuarifu tu ni kitu gani kinachoendelea hivi sasa na kuanzia asubuhi ni yapi ambayo yametupita? Naam, asante sana Ali Manzu. Ama tasemaje, AM tunakujeni moja kwa moja kutoka katika uga huu wa Kipchoge Keino, uga ambao bila shaka una sifa kedekede hususan kwa sababu talanta zimetoka hapa za riadha na hali kadhalika. Kipchoge Keino mwenyewe si jina dogo bwana, ni jamaa ambaye alikuwa miongoni mwa wanariadha wa kwanza kutoa ushindi na kushamiri katika miaka hiyo ya awali. Na basi tupo hapa kwa sababu safari ile ya Rio ama safari ya mbio zile za Olimpiki za Rio ambazo zitaandaliwa kule jijini Rio de Janeiro nchini Brazil mwezi Agosti umeng'oa nanga. Safari hiyo imeng'oa nanga hii leo, na kukujuza tu kwa haraka ni kwamba baadhi ya vigogo wamefanya vizuri sana, manake mbio za mita 10,000 upande wa kinadada Vivian Jepkemoi Cheriot ambaye huyu ni dada ambaye ameshamiri sana katika mbio hizi na amefuzu basi katika mkombo ama katika finali zile za Rio ambazo zitaandaliwa Agosti. Mwingine ambaye amefuzu na hajafuzu tu, lakini amefuzu na amefuzu kwa mabezo kweli, si mwingine bali ni Caleb Ndiku ambaye alishamiri sana katika mbio za mita 5,000 upande wa wanaume. Mwingine pia ni Isaiah Kiplagat Koech ambao bila shaka mbio za mita 5,000 watashiriki katika mashindano ya Olimpiki. Lakini hapa katika uwanja huu wa Kipchoge najiunga basi na mhadhiri ama mwalimu Daktari Kipchumba Byron ambaye ni mwalimu mhadhiri katika chuo kikuu cha Moi University, na bwana huyu ama mwalimu huyu nimpatie heshima zake au sio? Na mwalimu huyu alifunza shule ya upili ya kinadada ya Sing'ore kwa takriban miaka 15. Nasikiza hiyo miaka 15 alikuwa kocha wa nani? Hiyo miaka 15 alikuwa kocha wa Sally Barsosio, alikuwa kocha Janet Jepkosgei na alikuwa kocha wa bingwa. Huyu ni bingwa wa mataji kadhaa 10,000 kwa kinadada Vivian Chepkemoi Cheriot ambaye amefuzu katika mkombo ulo wa Rio. Kwa hivyo karibu sana bwana Kipchumba ama Daktari Kipchumba Byron. Asante sana. Naam, sijui kwa haraka kuanza tu pengine enzi zile ama miaka ya awali, miaka 15 ulipokuwa ukimfunza Vivian Cheriot. Huyu mwanafunzi alikuwaje shule? Alikuwa mwanafunzi kidogo noti ama alikuwaje bwana? Kabla hajakuja shule kwanza alikuwa amekimbilia nchi yetu kwa mbio za masafa wa cross country mwaka wa 1999. Alafu akapata namba 1 kwa 99. 2000 akimbilia cross country pia. 2001 akimbia cross country na World Junior. Mimi nikampata mwaka wa 2002 akiingia kitado cha kwanza. Alikuwa mchachari, alikuwa anajikaza darasani, bila shaka uwanjani ilikuwa mbio sana. Mwaka huo tukaenda naye katika World Junior huko Jamaica, Kingston. Akapata bronze medal na Janet Jepkosgei alikuwa mshindi kwa mita 800 baada ya kumaliza Sing'ore Girls mwaka wa 2001. Sally Barsosio ndio walikuwa, Sally Barsosio na Naomi Shoe walikuwa wawili kwa wanzilishi wangu kama wanariadha wangu miaka 90. Lakini na mwaka Olimpiki 1996 huko Atlanta, Georgia, Sally alikimbia mbio hizi ambazo Vivian Cheriot amefuzu. So tuko na historia 10,000.
tuko na historia kwa 10,000 kwa shule ya Sing'ore Girls. Dr. Kipchumba, ukiangalia haya majina, si majina mepesi, majina mazito mazito sana, maanake tunazungumzia Sally Barsosio, Daniel Chepkosgei, mbio za mita 800, ameshamiri sana Kipusa. Hali kadhalika Vivian Cheriot Jepkemoi ambaye pia amebobea sana katika mbio za mita 10,000 katika upande wa kinadada, si nchini peke yake bali pia kimataifa. Jina Vivian Cheriot si jina geni. Je, kama mwalimu ambaye pengine ama kocha ambaye ulizindua talanta hizi, wajihisije? Furaha kubwa. Kwanza nasema baada ya miaka hizo 15 nikaenda Marekani kusoma. Nikaenda kusomea mambo ya michezo, sports management. Mwaka wa 2014 nikapata PhD in sports management. Ndipo sasa nafundisha kwa university. Lakini Vivian Cheriot, Janet Chepkosgei, Sally Barsosio, kesho utaona Hyvin Kieng 3000 meters. Ni wale nilikuwa na hawa tu. Viola Kibiwot. Ni furaha kwangu kwa sababu wamejimudu, wamestahimili ile shida mingi ya kujitunza wenyewe, na saa hawajasikia fununu kuhusu mambo ya matumizi ya madawa, na hiyo ni kwa furaha yangu. Kauli nzuri, tutazungumzia hilo. Lakini kuna hii dhana kwamba kidogo washiriki wa michezo mbalimbali pengine hajajikamua katika shule, pengine shuleni kidogo hajafanya vizuri. Kuna hii dhana, manake kuna watoto wengi nje wana talanta nyingi, talanta chipuka, lakini kidogo hazijatiliwa maanani. Je, kauli yako kama mzazi ni ipi, kwamba wana michezo ama talanta ikichipuka atilia maanani tu masomo peke yake, ama pia michezo pia ni jambo la busara pia? Mimi kama mwalimu sitofautishi talanta kiakili na kimbio. Yote ni moja. Tukiwa shule ya Sing'ore tulikuwa na wachangia wasome vizuri, hata kama wasipite kiasi wale ambao wamekaa shule tu lakini wamepata nini? Wamejidokeza kwa mbio. Hili sisi wenyewe sasa tunakuja hapo ni kwa sababu ya wao, si kwa sababu ya wale ambao kazi yao ilikuwa sawa darasani. Si walaumu, lakini kwa kila kijiji kutakuwa na mzembe, kutakuwa na nani, kutakuwa na kila mtu. Yaani wanasema kwamba kila soko lina wazimu wake. Asante sana, umesema ukweli. So shida yetu kama nchi kwamba tunaangalia masomo zaidi ya talanta nyingine. Kwa sababu wale ambao wanamaliza kidato cha 4 na wako na talanta ya mbio ama mpira ama nini, wanaenda wapi? Ndio mimi nikienda kusomea mambo ya michezo, nielewe jinsi ya kuwasaidia na kusaidia nchi pia, tuelewe kwamba michezo ni aina fulani ya kupata nini? Kupata fedha na kupata maisha bora baadaye. Daktari, umezindua Sally Barsosio, umezindua Vivian Cheriot, umezindua Janet Chepkosgei. Na wengi wao wengine. Na sasa wewe ni mwalimu kule chuo kikuu cha Moi, maana nilikuwa na wanafunzi. Je, kuna talanta nyingine ambayo imechipuka ama sasa niko na tupa jongoo na mti wake? Bado. Niko na miezi miwili tu. Sijaanza, lakini niko na mipango mingi sana. Hili kwanza ni kuangalia kwamba sera zetu ya chuo kikuu sibadilike. Kukubali kwamba tukiwa na mwanafunzi ambaye anataka kuendelea na ako na mbio, tumpe nafasi. Kwa sababu tofauti kati ya hao kupata C+ na hawana pesa na wale wengine wana C+ na wanapelekwa kwenda kule, sisi tuwachangie jamani. Wasome ili talanta yao ikue wakiendelea kwa masomo. Daktari, naona majina Kipchumba Byron ni ishara tosha kwamba wewe unatoka bonde la Ufa. Kweli na uongo? Maana mimi hasa ni mtu wa pwani bwana. Mbio sisi zinatushinda. Wewe ni wa eneo hili la bonde kamili. Sio? Kamili. Majaribio, mbio hizo majaribio zimekuwa zikifanyika katika kaunti ya Nairobi. Asante. Nairobi bwana, talanta zipo. Kule ni matatu tu na msongamano wa magari. Na kweli mbio hizi katika awamu hii zimeletwa maeneo haya ya bonde la Ufa. Kwanza ni furaha. Eneo ambalo bila shaka talanta zinachipuka kila uchao. Wajisije. Furaha kubwa. Kwanza ungeangalia umati wa watu leo wamekuja na kesho itafika pomoni. Kwa sababu sisi wapenda michezo. Aswa hii michezo ya mbio. Pili, sisi kuona kila mara kwa TV watoto wetu wanakimbia Nairobi,
hata sisi tunakimbia Nairobi, lakini hatuelewi Nairobi nini isipokuwa tu tuende Kasarani au tuende Nyayo. Lakini sasa leo mbio zimekuja Boma. Sasa sisi nafikiri wiki hii hamna lolote kwa kuongea isipokuwa tumehost Rio, barabara ya kuelekea Rio. Ni sisi sasa. Kinyang'anyiro cha Rio kimeng'wananga au sio? Hapa sisi. Ujumbe wako manake kwa sasa kuna serikali za ugatuzi. Ujumbe wako kwa magavana manake leo nilizungumza awali na Jackson Mandago ambaye ni governor wa eneo hili la Uasin Gishu, na pengine ukiangalia bonde la Ufa kuna magavana kadhaa. Na talanta zimechipuka huku Nandi, Elgeyo Marakwet, Turkana, sisi ni county. Ujumbe wako kwa magavana wa maeneo haya ni upi? Angalau kutilia manani serikali za ugatuzi na michezo au sio? Kwanza changamoto zaidi ni kwamba waangalie eswa Elgeyo Marakwet watimise hali yao kwamba Kamarin hiwe katika hali hii. Hili mwaka kesho sisi tuende World Championship kupitia wapi? Elgeyo Marakwet County tukiwa na Kamarin Stadium. Kwa sababu uwanja huu wa Kipchoge iko na historia. Uwanja wa Kamarin iko na historia. Uwanja wa Kipchoge Kapsabet iko na historia. Lakini sasa leo hii tumejumuika hapa kwa sababu ya nini? Hii barabara ya kwenda Rio. Lakini iko Rio mingi baada ya hii. Tungependa iwe leo kesho, iwe hapa leo, kesho iwe mahali pengine, hata ikirudi Nairobi hatutakuwa na shida isipokuwa isiwe Nairobi. Asante sana. Naam, wajua mimi naamini kila siku faima kwamba mvaa kiatu bila shaka anajua panapobana. Ndio maana nimezungumza basi na mhadhiri wa chuo kikuu cha Moi ambaye alizindua talanta kama zile za Sally Barsosio, Janet Jepkosgei na Vivian Cheriot, na amesema mengi maana mtoto ataka kuhusiana na talanta chipuka ambazo zipo katika bonde la Ufa. Na hivyo basi nakushukuru sana kwa muda wako, na najua kuna makala ambayo bila shaka mimi ndio nitakuwa nahodha, makala ya Zelizala Viwanjani. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali maana mie ni nahodha wako Hassan Juma.